Askofu Maximilian Kadutu alimaarufu kama Askofu Mwanamapinduzi ameibuka na kuzungumzia swala la maridhiano. Kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X, amesema kwamba maridhiano bila haki ni ubatili na ubatili mtupu. Kuna mkanganyiko mkubwa unaoenezwa kwa makusudi katika mjadala wa kisiasa nchini Tanzania kuhusu dhana ya maridhiano. Neno hili linatumika kana kwamba ni suluhisho la kila tatizo la kitaifa bila kuzingatia misingi ya kisiasa, kisheria na kimaadili inayopaswa kulitangulia. Kwa mtazamo wa kisiasa, maridhiano huwezekana pale ambapo kuna mgogoro wa pande mbili tofauti za kisera, kimtazamo au kimkakati, ambazo kila upande una hoja halali zinazohitaji kusawazishwa kwa mazungumzo ya wazi na ya heshima. Lakini maridhiano hayawezi kutumika kufunika au kusafisha uhalifu wa upande mmoja dhidi ya wananchi. Katika muktadha wa sasa, Chadema haina mgogoro wa kisiasa na CCM wala na serikali. Kilichopo sio mvutano wa hoja, bali ni ukiukwaji wa wazi wa sheria na katiba unaofanywa na dola dhidi ya raia wake. Kwa mifano isiyo na ubishi, wizi wa kura ni kosa la jinai, utekaji na kupotezwa kwa watu ni uhalifu mkubwa, kubambikizia wananchi kesi ni matumizi mabaya ya vyombo vya dola, kunyima haki za kikatiba si tofauti ya kisiasa bali ni uvunjaji wa katiba. Ufisadi ni kosa la jinai na uhujumu uchumi wa taifa. Haya si mambo yanayohitaji maridhiano, haya yanahitaji uwajibikaji wa kisheria. Pale ambapo kosa linatoka upande mmoja, hakuna mgogoro wa pande mbili wa kutatuliwa kwa maridhiano. Kuna mhanga na kuna mkosaji. Kwa mtazamo wa kimungu, maridhiano hayawezi kutangulia haki. Kwa mtazamo wa kimungu, yani kiroho, maridhiano ya kweli huja baada ya ukweli kusemwa, dhambi kukiriwa na haki kutendeka. Bila hayo, maridhiano hubaki kwa ubatili wa kisiasa na udanganyifu wa kimaadili na uovu mbele za Mungu. Maandiko matakatifu yanaeleza wazi, haki peke yake ndiyo itakayofuata. Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 20, msingi wa kiti cha enzi ni haki na hukumu. Zaburi 89 mstari wa 14. Kwa hiyo swali langu la msingi nalopaswa kuulizwa na kila Mtanzania: je, maridhiano ya aina gani yanazungumzwa? Je, ni maridhiano ya kukubaliana? Je, ni maridhiano ya kukubaliana kura ziibwe kwa kiwango kinachoruhusiwa? Maridhiano ya kukubaliana haki za Watanganyika ziendelee kukandamiza na kwa kiasi au kiwango kinachovumilika? Maridhiano juu ya maisha ya Watanganyika yahatarishwe kwa jina la amani? Maswali haya yote yanatoa jibu la kwamba huo sio msimamo wa kisiasa unaolinda demokrasia, haki na uwajibikaji, wala sio msimamo wa kimungu unaothamini utu wa binadamu, haki za watu na amani kwa watu wote. Amani ya kweli haiwezi kujengwa juu ya dhuluma, na utulivu juu hauwezi kuchukua nafasi ya haki. Kwa mazingira ya Tanzania, kuhimiza maridhiano bila kuzungumzia haki, sheria na uwajibikaji ni kuhalalisha uonevu kwa lugha laini, ni kugeuza siasa kuwa chombo cha kuficha uhalifu na dini kuwa kificho cha ukimya. Nimalizie kwa kusema hivi: maridhiano bila haki sio suluhisho, ni ubatili mtupu. Taifa linahitaji haki itendeke, sheria ziheshimiwe na watu waliokabidhiwa mamlaka wawajibike. Hapo ndipo maridhiano ya kweli ya kisiasa na ya kimungu yanaweza kuzaliwa. Maridhiano bila haki ni dhambi, amani bila ukweli ni uongo, utulivu unaojengwa juu ya damu ya wasio na hatia ni laana, si baraka. Kinachohitajika Tanzania si maridhiano ya kisiasa, bali ukombozi wa haki. Aliandika hivyo askofu huyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X.